Nyosha mikono yako mbele juu, sema Bwana Yesu, jioni hii ya leo tena nimekuja kwenye madhabahu hii, madhabahu takatifu. Roho Mtakatifu, ninaomba neema yako juu yangu na ndani yangu. Jioni hii ya leo iwe ya kwangu katika kufunguliwa, iwe ya kwangu katika kupata mafunuo, iwe ya kwangu katika kuvuka. Roho Mtakatifu, karibu jioni ya leo, univushe, unihudumie kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Nakataa mipango yote iliyopangwa tangu asubuhi mpaka saa hii saa 11. Walipanga waniangamize, walipanga wanirushie mambo yao kuanzia asubuhi. Imekuwa jioni, kila mpango uliopangwa na urejesha na urudisha kule ulikotoka. Mpango mbaya, mawazo mabaya, nia mbaya, walionifikiria vibaya, siku hii ya leo narudisha chochote walichokipanda na king'oa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nipe nafasi jioni hii ya leo, ninaposikia neno liniinue, neno linifungue, neno linibariki, neno linipiganie, neno linifikishe mahali kwa jina la Yesu. Sema amen. Salimia watu 10, mwambie hongera kwa kufika kwenye ibada jioni hii ya leo. Tembea. Kamata watu 10, mmemsahau mchungaji Kulanga, mama pale, kamata mikono kabisa. Watu 10 pale, tembea. Mwambie nimefurahi kukuona. Wewe ni wa baraka sana kwenye madhabahu hii. Kama unaamini ni wa baraka, mkamate mkono, shangilie Bwana. Mwambie hongera. Mpe neno yote 32. Rapa setelebo shata. Haleluya. Tafuta mahali pako pazuri uweze kuketi. Tafuta mahali pako pazuri kabisa uweze kuketi. Ukijiandaa jioni ya leo kuendelea na mafundisho yetu. Bwana akupe neema. Usipende kukaa nyuma, sikuna vitu huko mbele, njoo kae tu. Hata kama tutabanana kama banana za wazungu. Haleluya. Mgeukie jirani yako na uso wa furaha sana, mwambie nimefurahi kukuona. Hivi kweli hapo umefurahi kuona hata hujamuonyesha jino moja? Mshike tena mkono, mwambie rafiki, kwenye madhabahu hii wewe ni wa thamani sana. Mwambie na jioni ya leo kuna cha kwako na cha kwangu na cha mhubiri. Bwana asifiwe. Nisiwaseme nyinyi alafu mimi nikose. Kila mtu ana cha kwake hapa jioni ya leo. Haleluya. Leo ni Ijumaa, sawa Leo juma ngapi? Ijumaa. Tumekaa hapa kuanzia Jumapili mpaka leo Ijumaa. Tutaendelea kesho Jumamosi. Jumamosi tutakuwa na kipindi na UKWATA asubuhi. Alafu tutakutana hapa jioni na tutaendelea. Bwana asifiwe. Kama una kijana kwenye UKWATA, basi msukume aje pale. Hata wewe mwenyewe mzazi unaweza kaja ukasikiza mafundisho ukala kote kote. Kesho ni Jumamosi. Unakula kule, unarudi hapa tena unakula. Bwana asifiwe. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wa Mungu wa kanisa hili. Mmeona mwinjilisti, Mungu akubariki sana kwa nafasi ambayo hii tumetumika pamoja hapa katika wiki hii. Lakini mchungaji, mama yetu, mama Kulanga, Mungu akubariki sana. Sini makofi mengi kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Bwana asifiwe.
Wengi hamfahamu, mimi nimelelewa na mama mchungaji, mama Kulanga, shangazi yangu. Wakati huo tunatoka Makamasi, tuko Ipogoro kule, na mchungaji Lejina ametulea, na mchungaji Lejina nilikuwa mimi mwenyekiti wa fellowship, mchungaji Lejina katibu. Si unaona, si tumelelewa na yeye wakati yeye mchungaji kiongozi bana. Bwana asifiwe. Basi tuendelee na mafundisho yetu. Kusudi la Mungu dhidi ya upinzani wa nguvu za giza. Kusudi la nini? La Mungu dhidi ya nini? Ya upinzani wa nini? Wa nguvu za giza. Mpo? Bwana asifiwe. Mgeukie jirani yako, mwambie kuna upinzani unao ni nguvu za giza kwa ajili ya kitu ulichokibeba. Mwambie ulichokibeba ni cha thamani. Nilikuwa naangalia maisha ya Yesu. Yesu Kristo, Yesu ni Mungu. Amen. Yesu ni nani? Ni Mungu. Lakini angalia lile kusudi alikuwa amebeba la kukomboa ulimwengu. Lilipokuwa na vita kali. Kuna wakati fulani ukisoma habari za Yesu, unaona wale Wayahudi walipata hasira, wakamsukuma wakampeleka mpaka kwenye ukingo, mahali ambapo pana shimo refu. Walikuwa wanataka kumsukuma huko afio. Kilichokuwa kinapigwa sio mwili, kilichokuwa kinashambuliwa pale ni kusudi. Na hata ukiona yale majaribu ya shetani wakati Kristo anaomba, unaona anasema vyote vilivyokuwa hapa nitakupa. Shetani alichokuwa anapigana pale, Yesu aondoke kwenye kusudi ili aweze kumshambulia. Na mimi nataka nikwambie, hata kama kuna majaribu makali kiwango gani, usiondoke hapo kwenye hiyo njia ambayo Bwana amekupa. Uliyesema mimi naelewa vizuri sana. Bwana akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye kusudi la Mungu, lile kusudi linakuvusha, kusudi linakupa ujasiri, kusudi linakupa neema, kusudi linakupa kibali. Mbona uandiki? Bwana Yesu asifiwe. Lile kusudi la Bwana linakupa ujasiri. Kusudi la Bwana linakupa ujasiri. Kusudi la Bwana linakupa grace, neema. Kusudi la Bwana linakuinua mahali. Kwa hiyo katika kitabu cha Esther mlango wa 4 mstari wa 1 tumesimama nacho, tumekuwa tukijifunza mambo kadha wa kadha kwa habari ya kusudi la Bwana ndani yetu. Lakini pia tumeangalia vitu vingine hapa tulivyokuwa tunajifunza. Kusudi, tambua kusudi lako juu ya maisha yako. Tambua kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Tuliangalia hapa vipengele vitatu, kimoja hatujakizungumza kabisa, kinaitwa kusudi la Mungu, lakini tuliangalia makusudi yako binafsi. Lakini cha pili ambacho tuliangalia ni kusudi la shetani ndani yako, na cha tatu ambacho tunapaswa kujifunza kwa kweli ni makusudi ya Mungu ndani yako. Kumbe Mungu ana makusudi na wewe. Bwana asifiwe. Sasa hiki kipengele cha tatu tukisume kesho, alafu kesho kutwa tuangalie, sijui tunafanyaje, tuangalie vita yako sasa na mashetani kwenye kusudi. Muda tunautumia mdogo sana. Ngoja niwape ushuhuda. Mwaka jana nilienda Nairobi. Nilikuwa kwa siku ninahubiri makanisa 4, masaa matatu. Naanza saa 12 asubuhi, masaa 3 nahubiri hapo. Alafu tunasafiri kutoka hapa labda mpaka Ilula. Tukifika Ilula kule nahubiri masaa 3. Alafu tunasafiri tena kutoka Ilula mpaka karibia Morogoro pale Mikumi. Nahubiri tena masaa 3. Alafu tunarudi huku tena tulikoanzia. Kwa hiyo hebu tutumie huu muda tunaopata vizuri. Sasa tunakaa kamoja tu. Tena sio kamoja, dakika chache sana. Na hizi chache hazitutoshi pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulianza kuangalia kitu kinachoitwa spirit of Farao, roho ya Farao katika kusudi lako. Na nikakwambia jana, ishinde ile roho ya Farao
ambayo imeachiliwa ili kuua au kuangamiza lile kusudi lako. Ishinde hiyo roho ya Farao. Tulisoma kile kitabu cha Isaya. Tufungue haraka haraka ili tuende tusukume hata pointi 5 leo kidogo, inaweza ikawa na afya. Ishinde ile roho, ishinde roho ya Farao ambayo inakandamiza kusudi lako. Ishinde roho ya Farao inayokandamiza kusudi lako. Isaya, kitabu cha Isaya 19 mstari ule wa 3. Kitabu cha Isaya 19 mstari ule mdogo wa 3. Mmepata watumishi wa Bwana? Watumishi wa Mungu mmepata? Mstari wa 3 mmeona? Tunaweza kusoma kwa nguvu kabisa. Aya, twende 1, 2, 3. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pale anasema na roho ya Misri itamwagika kabisa. Jana nilikupa tafsiri kidogo, lakini nataka nikwambie kitu hapa jioni ya leo kwamba Mungu ana watu wachache duniani. Mungu anapofanya kazi, afanye kazi na watu wote. Mungu anafanya kazi na watu wachache. Unaona, kuna vitu ambavyo Mungu anaviingiza ndani ya watu. Mungu haingizi kitu kwa kila mtu. Kuna mtu amenisikia? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kama unataka kuona dunia ilivyo au dunia inavyotembea, ina watu wachache ambao Mungu ameingiza vitu ndani yake. Na kama Mungu ameingiza vitu ndani yake, kuna mambo ambayo Mungu anataka yatokee. Ili yatokee lazima ampande mtu, lazima amtengeneze mtu. Sikiliza, leo Mungu akitaka jambo litokee hapa Mkimbizi, atampanda mtu ambaye anaendana na watu wa Mkimbizi ili aweze kusababisha lile jambo litokee. Wewe unamwangalia mbunge, unamwangalia nani yule tena nani diwani, wewe unamwangalia balozi. Mungu anawezekana amempanda ili apande jambo lake. Jambo lake litokee pale, lazima mweke mbunge. Yule mbunge atakayemweka pale, kuna kitu cha kwake kitatokea. Leo Mungu unaweza ukashangaa, amekuja mchungaji ambaye Bwana amepanda kitu ndani yake cha kuwavusha, cha kuwapeleka mahali. Kwa hiyo Mungu ana kawaida ya kupanda watu, kuweka watu. Dunia hii ambayo unaiona, lazima pawepo na kitu kinachoitwa mbegu ya Bwana kwa mtu, ili mtu huyo aweze kuleta mabadiliko. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati tunaangalia lile kusudi la Bwana ndani, lile kusudi la Bwana. Juzi nilikusomea mstari hapa kwa habari ya nguvu ndani ya kusudi kwenye udongo. Mnakumbuka kile kitabu cha Wakorintho ngapi ilikuwa? Nina wanafunzi kweli. Wakorintho ngapi? Wakorintho wa kwanza mlango wa 14, si ndio? 15 mstari. Fungua pale. Nataka kukuwekea kakitu nilikuwa nimekamishi, alafu nirudi hapa kwenye ishinde roho ya Farao. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 15 mstari wa 47. Angalia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, mtu wa kwanza atoka katika nchi. Kuna kitu tulikuwa tumekimisi pale, nilikuwa nahitaji nikuonyeshe elimu kidogo. Mtu wa kwanza atoka katika nini? Nchi. Nchi ni nini? Nchi ni earth, si ndio?
Mpo? Wacha tukahesabu. Si uangalie mbele ule shule kidogo ya shule ya kawaida tu. Anasema hivi, mtu wa kwanza atoka katika nini? Nchi ni nini? Na nchi ni F. Si ndio? Akisoma Kiingereza chake hapo chini utaona nchi ni F. F ni dunia. Kwa hiyo mtu wa kwanza alitoka katika dunia ambayo ni F. Bwana asifiwe. Sijui nawaonea, sijui nini. Okay, ukienda kwenye uumbaji, lile neno F kwenye uumbaji linazungumzia milima, mito, mabonde, mawe, miamba. Lile neno F ambalo ni dunia. Kwa hiyo kumbe mtu wa kwanza alitoka kwenye milima, kwenye mito, kwenye mawe, mabonde na milima. Mtu wa kwanza alitoka huko, lakini ili amtafsiri tofauti akasema ni wa udongo. Maana yake alitoka kwenye uumbaji unaoitwa udongo. Jamani, hii ni elimu tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya neno F ambayo dunia na lile neno world. World ni nini tena? Bwana asifiwe. Haya, hebu tuache huko. Nilikuwa nataka nikupe tafsiri uweze kuelewa. Hilo neno ni maneno mawili tofauti. Ukisoma kwenye Kizungu utaona imekaa vizuri zaidi. Ili neno world means cosmos. Cosmos ni nini? Cosmos ni mifumo ya dunia kama afya, jeshi, bima, nini, kila kitu. Hii ni mifumo ya dunia. Kwa hiyo wakati anasema hivi, sasa sikilizeni. Wakati anasema mtu wa kwanza alitoka katika nchi ambayo ni F, ndani yake ndio tunaona mabonde, mawe, milima, miti. Mtu wa kwanza aliumbwa, hakuumbwa kwenye neno hilo world ambayo ni cosmos, ambayo nazungumza juu ya habari ya bima, afya, jeshi, sijui nini. Hiyo mbonge bega jirani yako, mwambie mambo unatuambia bwana yatuhusu, twende kwenye neno la leo. Bwana asifiwe. Haya, twende neno la leo, twende. Lakini kabla tujaenda neno la leo, dunia inaongozwa na mifumo miwili. Andika hiyo. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa kiungu. Mfumo wa pili unaitwa mfumo wa kipepo au wa kishetani. Kwa hiyo unapokaa elewa, dunia inaongozwa na mifumo miwili. Mfumo wa kwanza ni mfumo wa kiungu ambaye ni Mungu mwenyewe anaiongoza dunia. Mfumo wa pili ni mfumo wa kishetani ambao shetani anaongoza kwa kupitia department Freemasonic, Devil Worship, Illuminati, Sky and Bone, wachawi, waganga, maderueshi na vitu vingine, ndio vinavyosukuma dunia inaenda. Bwana asifiwe. Aya bwana. Watu wa Mkimbizi, Bwana asifiwe. Ngoja nipeleke kule mnakopenda. Unajua huko kwingine huko. Sasa tumerudi shuleni hapa sasa. Sisi tunataka pokea, jazwa, pokea neema. Mafundisho ni muhimu. Ni muhimu sana wewe ujue kule tunakoelekea. Kuliko hii mambo ya kujazwa, pokea. Hii jazwa, pokea ndio imetupotosha mpaka leo. Tumekuwa maskini. Pokea, suruali imechanika, jazwa, una kilaka. Tetemeka. Dawa ya mswaki yenyewe huna. Sasa ni lazima tukupe knowledge, elimu. Ukishajua elimu unaweza kwenda mbali. Jamani, Bwana asifiwe. Jana nilisema hivi, kusudi linaweza likashambuliwa na roho ya Farao. Nikasema ili ujue kusudi limeshambuliwa na roho ya Farao, angalia kazi za roho ya Farao. Kazi ya kwanza ya roho ya Farao ni kuua vitu katika hali ya uchanga. Kazi ya kwanza ya roho ya Farao ni kuhakikisha inaua vitu katika hali ya uchanga. Tulisoma jana kitabu cha pili cha Musa kitwacho Kutoka
mlango ule wa kwanza mstari 15 na 16, tukamwona mfalme akaanza kuzungumza na wazalishaji. Mfalme wa Misri akaongea na wazalishaji wakina Shifra na Pua, akawaambia, atakapozaliwa mtoto wa kiume muweni, bali akiwa mtoto wa kike na aishi. Kuna sababu 5 hapa, siwezi kuzisema sasa hizi kwa sababu kuna mahali nataka nielekee. Sababu 5 kwa nini waue mtoto wa kiume. Ziko sababu 5 mali. Walikuwa wanashambulia uzao, walikuwa wanashambulia jina, walikuwa wanashambulia ukoo. Kwenye zile sababu utaona hao mabwana walikuwa wako active sana kuhakikisha ya kwamba chochote kinachozaliwa katika hali ya uchanga kinauawa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ili lile kusudi la Bwana liende mbele au lizuiliwe mahali, shetani anaua kitu katika hali ya uchanga. Ulikuwa una kusudi ndani yako, ulisema nitaimba mpaka Tanzania ichue, lakini kwenye hali ya uchanga tu ile hali ya kuimba imepotea. Umekuwa mjamzito, unabembeleza katoto, umekaa kwenye kiti, umeshambuliwa, ile hali imepotea. Sijui kama unanielewa. Ukikomaa unakomaa mpaka kitu kinatokea. Sema amen. Hakuna mtu duniani ambaye hana talent, hana kitu hajawekewa ndani yake, amewekewa kusudi. Kila mmoja aliyekaa hapa ana kitu amewekewa ndani yake na lazima kiende. Mimi huwa nafurahi sana, huwa nawaambia, huwa namshangaa sana dada Bahati kukusikia, hata yeye huwa mnamshangaa. Angalia sauti yake ni ya 40 kama ya kwangu, lakini ameenda Kongo, ameenda Kenya, ameenda wapi, anajiimbia tu. Na dada watu ana sauti kubwa namna hii. Majaribu yamekuwa sehemu ya maisha. Yani hakuna cha F wala G, lakini hajatoboa, ametoboa. Hili ndio kusudi linaenda mahali. Lakini wewe una kasauti kazuri kama dada Rahabu kakunyosha maneno, utoboe huko tu hapa Iringa. Unaimba tu dada Rahabu, utaimba kale kawimbo nakapenda, baadaye nikimaliza unaimba tu, na kama hujaja na fresh imekula kwako, unaimba tu vijimbo ambavyo havina pio box wala anwani. Kwa nini haujalichochea lile kusudi? Chochea lile kusudi ili litokee mahali. Sema amina. Nini vita yako kwenye hilo kusudi? Spiritual Pharaoh, roho ya Farao imeanza kuua kile kilichowekwa ndani yako. Kilichowekwa ndani yako lazima kizaliwe kwa jina la Bwana. Sema amen. Pointi ya pili ambayo nilikufundisha jana, nilisema hivi, lile kusudi linaposhambuliwa, adui au ile roho ya Farao inakuweka katika hali ya ugumu. Yaani unaishi maisha ya ugumu, ya taabu, una madeni, una balaa, una vitu vingi, umeshambuliwa mahali, umebaki mahali, hauwezi kutomboa, hauwezi kwenda, una magonjwa, una vifungo, ndoa ikae sawa, hauwezi kupumua, una vitu mbalimbali ambavyo unapambana navyo. Spiritual Pharaoh, roho ya Farao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, andika kazi ya 3 leo. Kazi ya tatu. Tatumia vizuri hizi dakika 12 zilizobaki. Kazi ya 3. Kazi ya 3 ya hii roho ya Farao. Ili kuharibu lile kusudi lililowekwa ndani yako, roho ya Farao inakufuatilia na kukurudisha ulikotoka. Ili kuharibu lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako, hii roho ya Farao ina kazi ya kukufuatilia na kukurudisha ulikotoka. Roho ya Farao itataka uishi chini ya kiwango, yaani chini ya kiwango. Sikiliza, tuko hapa wengi tunaishi chini ya nini? Ya kiwango. Hatuishi kwenye kiwango, tunaishi chini ya nini? Ya kiwango. Kwa sababu gani? Kuna roho ambayo inapiga lile kusudi, inakufuatilia, imesema mama huyu lazima tumrudishe chini, lazima tumwangamishe,
lazima tumpoteze. Kwa mujibu wa kitabu kile cha pili cha Musa, kichwa cha Kutoka, mlango ni ule wa 14, mlango ni ule wa 14, mlango ni ule wa 14, mstari wa 5 mpaka ule wa 9. Andika tu mstari ule wa 5 mpaka ule wa 9. Anasema mfalme wa Misri aliwaambia ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia. Hebu tuseme wote wamekwisha kukimbia. Na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuka iwe kinyume cha hao watu, nao wakasema, kumbuka hivi wakati tunasoma hapo, hawa ni wana wa Israeli, Bwana amewatoa. Kumbe Mungu ana kawaida ya kuja akutoe mahali. Kuna mahali umekwama, Mungu anahusika kukutoa. Anakutoa mahali ambapo wengine hawawezi kukutoa. Kwa hiyo unaona ile roho ya Farao ilikuwa imesimama mahali ikiwataka, ikiwashambulia. Bwana akaja awatoe. Lakini spirit of Pharaoh, roho ya Farao, kazi yake kubwa ni make sure kwamba imekurudisha ulikotoka. Hivi unajua ulikotoka ulikuwa unauza nini pale kanisa kuu? Saizi wewe ni mwinjilisti. Ulikuwa unauza matunda pale kanisa kuu. Ile roho la Farao linakurudisha mpaka pale kanisa kuu, unakaa getini unauza matunda. Lakini ulishafika kwenye nini? Uinjilisti. Unaenda kwenye uchungaji, unaenda kwenye uparoko, unaenda mahali. Lakini spirit of Pharaoh, ile roho ya Farao, kazi yake kubwa ni make sure unarudi ulikotoka. Sirudi no. Wewe kaa kimya tu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma hapa. Huyu jamaa alikuwa mkatili, nyinyi mnajua tu. Twende mstari wa 6. Twende mstari wa 6. Mmepata? Mstari wa 6. 1, 2, 3. Mgeukie jirani yako, mwambie anaandaa magari ili awarudishe. Mmesikia? Yaani sio kitu cha kawaida. Anasema akaandaa gari lake, akaandaa na watu ili afanye nini? Awarudi. Hawa walishatolewa na Bwana. Fikiri Mungu alishakutoa unavaa kawiki, alafu tena urudi kwenye kutokuvaa wiki. Fikiri Mungu alishakutoa sasa hivi na wewe unakamchuchumia, ukipita hata mbele za watu unakwaruza hata chini kwa alafu tena urudi kwenye malapa. Huyu Farao wakati anawafuata akuwapata hivi, aliwapata na magari. Angalia mstari wa 7. Soma mstari wa 7 kwa nguvu. Twende. Tena akatoa magari 600. Weka nukta. Alichukua magari 100 yaliyofanya nini? Ili awarudishe wapi? Misri walikotoka. Hii ni roho ya Farao, kazi yake kuhakikisha inakurudisha ulikotoka. Sirudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sirudi kwa jina la Bwana. Kama Bwana amekupa gari moja, natamka kabla ya tarehe 31 Disemba, pokea la 2, pokea la 3, pokea la 4, pokea la 5. Bwana akupandishe, usirudi. Magari mangapi? Nasoma ya Farao mamangu. Haya, twende. Magari mangapi hapa anasema? Magari 600. Alafu twendeni na magari yote haya, twende mama. Na magari yote wa Misri. Sijui kama umeona hapa. Anasema si tu kuwarudisha, akabeba magari 600 yaliyoandaliwa, alafu akabeba na magari yote ya Misri. Mtarudi. Amen. Unaona, anawaambia mtafanya nini? Mtarudi, mkabebe mawe, mkateseke, mkasumbuke, mtarudi. Yaani Farao anataka mimi sirudi.
Bwana asifiwe. Misri sirudi, wakati mama pale mkuu wa jimbo pale kanisa kuu, tunakuja kuhubiri pale kanisa kuu, alikuwa ajui, ngoja nimueleze kasiri kidogo. Pale kanisa kuu wakati tunahubiri miaka hiyo ya nyuma hapo, tulikuwa tunaenda kununua makoti pale mjini pale. Unanunua koti hivi alafu unaenda kwenye duka la kitambaa unalifananishia. Yaani unaambia hebu angalia hii rangi kwenye duka la kitambaa. Kwa hiyo unakuwa umevaa Jumapili na Jumatatu au Agano Jipya na Agano la Kale. Unakuwa umevaa. Lakini nikitembea pale nikihubiri hivi, mtu anaweza kusema mke wa bwana amepiga bonge la suti. Wewe sio suti. Nimepiga Agano Jipya na Agano la Kale. Yaani kuna Agano la Kale nimelivaa juu, Agano Jipya liko chini kasuruali yako nimevaa. Lakini ukikaa namna hiyo unasema huyu jamaa very smart. Hamna. Nani anataka kurudi huko Misri? Huko hatuta rudi kwa jina la Bwana. Semame. Geukia watu wawili waambie, kwani wewe unapenda kurudi huko? Hamna mtu anapenda kurudi huko kwa jina la Bwana. Hayupo. Wewe nani anataka kurudi kwenye kuchanganya rangi? Unavaa rangi hata hazieleweki, chekundu, cha bluu, cheusi, cha njano. Unasema maadamu Bwana nimejistiri. Umejistiri? Wewe uko Misri. Bado safari ya kutoka tunaianza jioni ya leo. Tunaenda kwenye neema, tunaenda kwenye baraka, tunaenda kwenye shangwe, tunaenda kwenye kuinuliwa. Kama umenielewa jioni ya leo, sema nainuliwa. Haleluya. Kwa hiyo unaona lile kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako, ile spirit of Pharaoh, kazi yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba inakurudisha nyuma. Yaani lazima urudi nyuma, lazima urudi nyuma, yaani urudi kule. Hapana. Yaani urudi kwenye house girl, urudi kwenye house boy, urudi kwenye wewe nani wa kurudi huko? Hayupo hapa. Mimi nilishaweka mguu kwenda, naenda. Hata kama kuna matope naenda, hata kama kuna mawe naenda, hata kama kuna mlima nitapanda, hata kwa kucha naenda, hata kama kuna mashina ninaenda. Sibaki nilipo kwa jina la Bwana mpaka nitokee kwenye neema, nitokee kwenye baraka. Wangapi wananielewa kwenye baraka? Jioni ya leo sema naenda. Tikisa jirani yako mwambie jiongeze wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii kazi ya tatu ya kukufuatilia imebeba mambo matatu ndani yake. Jambo la kwanza, itahakikisha unachoka kwa haraka. Itahakikisha unachoka kwa haraka. Kwa hiyo Farao anapokufuatilia namna hii, ndani yake alichokikusudia uwe dada, uwe kaka, uchoke kwa haraka. Ninaomba lakini uchovu uingie kwa haraka ndani yako. Hujawahi kitu halafu umefika mahali hakina majibu. Unasikia ndani kabisa, hapa mahali nimechoka mahali. Kwa hiyo adui anachotaka akuchoshe. Fanya warm up, kimbia, tembea, utafika mahali palipokusudiwa. Mimi sitachoka kwa jina la Bwana. Haleluya. 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 Kwa hiyo Farao anachokifanya akuchoshe. Na ndio maana unaona hawa majamaa walipofika kwenye bahari ya Shamu, mbele yao wanaona bahari, nyuma yao Farao anawafuata. Majamaa wakaanza kulia. Sikile kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 10 mpaka wa 14, anasema hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wana wa Israeli wakamlilia Musa, wakamwambia Musa, je, hapakukuwa na makaburi katika nchi ya Misri? Umetutoa huko ili tuje tufe jangwani? Maneno haya sio tuliokuamuru huko Misri, kwamba tuache tuwatumikie wa Misri kuliko kufa wapi? Jangwani. Musa akawageukia watu. Jioni ya leo wageukie watu wa nyumbani kwako, waambie haturudi nyuma. Tunakula ugali na mdagaa, haturudi nyuma. Tunaishi maisha ya tabu, haturudi nyuma kwa jina la Bwana. Msonge kidole jirani yako, mwambie sirudi nyuma. By force, by power. Hallelujah.
Nyinyi watu nyinyi, Bwana asifiwe. Haleluya. Sitarudi nyuma kwa jirama. Ng'ang'ana hapo. Na mimi nataka nikwambie jioni ya leo, hata kama Farao anakuchosha, ng'ang'ana, sema sirudi nyuma. Nilikotoka imetosha. Nimepanga imetosha. Nimetembea kwa miguu imetosha. Saa hii ni saa ya mimi pia kuenjoy, kula raha kwa jina la Bwana. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Pale Kenya pale pana mtu mzee mmoja namfahamu. Akitaka kunywa breakfast anawaza nikanywe breakfast wapi? Breakfast unajua ni chai ya asubuhi. Kwa hiyo kama saa hizi jioni asa acha nikate tiketi ya ndege naenda kunywa breakfast Tokyo, Japan. Anapanda ndege Japan. Anakunywa chai, anamaliza, anarudi zake. Simple like that. Shangazi amesema hapa muarifu. Hiyo nguvu ya pesa mama. Bwana asifiwe. Yule bwana hanywi maji ya Kenya, anaagiza kutoka London, Amerika, yanaletwa kwenye magudulia. Sema sinywi maji machafu. Ngozi nyeusi kama sisi. Wani walifikiri namzungumzia ngozi nyeupe? Ngozi nyeusi kama sisi. Mimi maji machafu sinywi. Nguo zake anapakia kwenye ndege zinaenda kufuliwa Ulaya. Bwana asifiwe. Hebu angalia kale karoka umaskini kanavyokusumbua. Ushaanza hata kukemea kwa jina la Yesu. Mwalibifu wa hela huyu. Toka kabisa. Ufai wewe. Bwana asifiwe. Siku moja tulikuwa tumeenda kwenye harusi. Mimi napenda kutoa shuhuda. Tumeenda kwenye harusi na mke wangu. Tumekaa pale kwenye harusi. Ni ya ndugu. Kwa hiyo tumekaa, wakina mama huwa watulii. Kwa hiyo akatoka. Ile mabibi harusi wako pale wamekaa wanasubiri waimbiwe wimbo waingie. Akatoka akaenda kule. Alipofika kule nje, anamuuliza yule bibi harusi, hiyo nywele shingapi? Hii nywele, ni kitu cha kawaida, wakina mama huwa mnauliza, kwani nyinyi mnaogopa? Akaambia hii nywele wifi, hii nywele nimeweka hapa ni ya milioni 2. Awe tu anatembea ana melemi ana kaweka kanywele ka milioni ngapi? Hizo nywele za milioni 2 yani afadhali za kwako nzuri. Sijui alienda saluni gani ile walimdanganya. Bwana asifiwe. Mke wangu katoka spidi, kaja kwenye kiti. Baba Ibeni, kuna watu waharibifu sana. Nywele milioni 2 ni matofali mangapi? Wachaga balaa. Wachaga. Mchaga anawaza matofali ya wazi. Bwana asifiwe. Bwana akutoe jioni ya leo. Haleluya. Nikamtania hapo nikamwambia nitakununulia za milioni 3. Unaonaje? Anasema wewe nipe hiyo hela mimi nikajengee nyumba. Eti naweka wigi la milioni. Kuna watu wanavaa hayo mawigi unajua. Ni wewe peke yako tu. Kuna mtu ana wigi la 200,000 anavaa leo, kesho anavaa la 300,000, kesho kuta hivyo mpaka wiki inaisha. Lakini angalia umekaa na kakipilipili. Komaa mwanangu, usirudi Misri. Leo ile roho ya Farao inayokuchosha, kwa sababu kinachopigana hapa Farao anachopigana nacho akuchoshe. Yaani Farao anataka uchoke, ukichoka huwezi kwenda. Na hatutachoka kwa jina la Bwana. Pointi ya pili hapo ya kukurudisha nyuma, Farao anaingiza maumivu yasiyoisha. Yaani ile ya kurudisha nyuma anakuwekea maumivu yasiyoisha. Ndani yako una kitu kinauma hakiishi. Yaani unasikia maumivu. Ukiangalia watoto wako machozi yanatoka. Una maumivu, huwezi kwenda mbele. Ukiangalia familia zingine zimetoka, wameenda, wamejitahidi, wanakaa pazuri, nyinyi mabaya mnakaa, mambo yamegoma mahali, lakini ndani una hali ya maumivu yasiyoishi. Mmenisikia? Na hii hali inawakuta watu wengi. Tuko hapa. Ukikaa peke yako unasikia kulia. Umewahi kukutana na hiyo hali?
hata mtu anakuuliza unataka kulia nini, yaani hujui hata unataka kulilia pale ni nini, kwa sababu una maumivu ambayo yamekaa ndani. Na hii roho, pointi ya 4, inakupa kitu spirit inaitwa loneliness, upweke. Unakaa hivi kama mpweke, una msiba, unakaa tu namna hiyo. Ujue umekuwa attack na hii roho ya kurudi nyuma. Hii roho ya kurudi nyuma inakutengenezea loneliness, upweke, inakutengenezea maumivu. Kwa hiyo unajikuta una vitu vinauma ndani kwa sababu ya hii roho. Na ngoja nikwambie kanuni za kiroho. Ukishaona ndani yako una hali ya upweke, utoboi. Ukishaona ndani yako una hali ya kulia peke yako, utoboi. Hauwezi kwenda. Kwa hiyo Farao akawaingizia wana wa Israeli hii roho ndani yao. Tupige kazi ya 4, alafu nimshukuru Mungu nimeongeza hapo dakika za kutosha. Kazi ya 4 ambayo inashambulia kusudi lako. Roho ya Farao inataka ikutumikishe. Kazi ya 4, tumalize na hii. Hii spirit of Pharaoh inachokitaka ndani yako ikutumikishe. Andika tu mstari, tutasoma wakati mwingine. Zaburi ya 127 mstari wa 2 na kuendelea. Kazi ya Farao ni kuhakikisha inakutumikisha. Unafanya kazi sana, mapato hakuna. Unakaa unapiga kazi ya maana, huwezi kujenga, huwezi kufanya kitu chochote, unatumikishwa. Sikia kitu nataka kukwambia. Mungu hakupimi wewe. Sema mimi. Sema tena mimi. Sema tena mimi. Hakupimi Mungu kwa kazi. Mungu anakupima kwa matokeo. Sawa eh? Unaweza ukapiga kazi sana kwa shughuli sana, unashughulika sana, hauna matokeo. Ili Mungu akupime wewe, anapima matokeo, sio shughuli. Kuna watu tunatofautiana hapa, anakaa tu hivi anaingiza tu hela. Anakaa, yani yuko hapa anaweza kakaa hapa, hela tu zinaingia, anafanya tu matokeo. Lakini kuna mtu hapa unasota mwanangu, unapiga vibarua, unahangaika, kujenga ndio wewe, kufanya nini ndio wewe, lakini matunda, fruits ziko kidogo sana. Sasa roho ya Farao kazi yake kubwa ni kuhakikisha inakutumikisha. Angalia wana wa Israeli, miaka 430 inawaweka katika kutumikishwa. 430 wanatumikishwa. Hii roho ya Farao inawatumikisha, wako mahali pale, wanaingia kwenye utumwa usiokuwa wa kawaida. Miaka 430. Hujawahi kusikia watu wanasema jembe letu limekuja, na wewe unatanuka kifua hivi, jembe lao, yani na wewe jembe letu limekuja, linapiga kazi. Yani kwenye misiba wewe unaosha masufuria, unabeba sijui nini, unasanya kuni, jembe lao limekuja. Yani unatumikishwa tu wewe. Awe jembe lako nani? Toka hapa. Bwana asifiwe. Hujawahi wewe hii lugha hujaisikia? Yani ukitokea haleluya, jembe letu umekuja, hapa mambo yataenda sawa. Yani wanajua yale makazi yote magumu pale kwenye msiba yanakuwa simple tu. Jembe lao linapiga deki, linaosha vyombo, linapika chai, linakesha, linawasha makuni, limekaa pale, jembe lao. Alafu wanaosema jembe lao wamekunja 4 hivi na tufifungua wamekaa navyo. Yani alafu anakuita we Rahabu, nenda kaniletee chai. Rahabu bila aibu, huyo na kikombe, jembe lao. Yani analirola Farao. Yalirola Farao. Aya, nimekuletea. Haya, kunywa chai. Nikuletea na maandazi hapo kule jikoni. Leta. Hilo jembe lao. Linaenda jikoni, linabeba, linatuma kaletee vocha, jembe lao. Wewe toka hapa. Ujinga huo nani anautaka? Jembe letu roho. Hiyo ni roho ya kutumikishwa.
Inawezekana wewe, hiyo ni roho ya kukutumikisha, yaani wanakutumikisha balaa, hamna faida unayopata yoyote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Fikiri kwenye kamati za harusi wanakupangaga wapi? Jikoni, ulinzi, jembe lao. Yaani wengine wana kamati nzuri kweli, kamati ya kukaa na bibi harusi. Wewe tangu wamekujuaga kamati yako ni jikoni. Ili jembe letu likikaaga jikoni mambo yanaenda. Yaani unukiwe na moshi, we unakuja late. Wenzako wote walishapendeza zamani. Wewe sasa ndio unatokea mamangu. Jembe letu linatokea late. Yaani umekaa pale kwenye mimi kuna kamati mimi uniweki hata ufanyaje uniweki. Sky. Start. Nakataa hapo hapo, yani hapo hapo nakatalia on the spot. Hiyo kamati siitaki. Bwana asifiwe. Tunakaaga kwenye misiba wanasema Mkemwa utatusaidia kutafuta kuni sijui nawaambia kwani hamna mtu mwingine? Mnaona mimi? Nyie hamjaona mtu mwingine, yani mimi ndio mmeniona. Kuna wale size yao ya kutafuta kuni, sio mimi. Mkome kabisa. Haka mimi sio jembe. Kwa nani apendi la eti shanti? Kwa nini msiniambie tu kamati ya fulani? Mimi ndo akusota kule. Hakuna. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna mkutano fulani wa wachungaji. Tulikuwa pale alafu tukachaguliwa kamati. Eti kwenye zile kamati nikamwambia kabisa yule msaidizi wa askofu, mimi ndio wakwenda eti kamati ya jikoni mimi. Nikamwambia baba msaidizi, tafuta mtu mwingine sio mimi. Kuna wachungaji saizi yao ya jikoni. Mimi sifanani na jikoni. Akaniuliza wewe wapi? Nikamwambia mimi si unipe hiyo kamati ya kukaa na hao wakubwa huko mbele. Mimi nafanania na hao wakubwa, mimi sifanani na jikoni. Sikiliza, usipojielewa, usipojitambua, utabaki hivyo. Na ndio maana unateseka kwa sababu bado hujajigundua wewe nani. Ungejijua wewe ni nani, usingeteseka. Sema amen. Ngoja niwaambie hapa, watu wengi sana sisi tunaishi chini ya level, chini ya kiwango. Wengi tunaishi chini ya nini? Na ndio maana ukienda kwenye harusi unabebaga chakula kwenye harusi kwa sababu uko chini ya kiwango. Unajua mtu kwenye harusi ana kimaruboro kabisa. Juisi nusu kabeba, maji nusu kabeba na yani tule tukeki anti, yani tule tukeki kwa hapa watoto kule, na yeye kakaviligisha kale kakeki kwenye kamfuko. Alafu kala kipapatio kala huku kabakiza huku kwenye mfuko. Wewe hiyo ndio ya umaskini na kutesa. Msonge kidole jirani yako, mwambie uko chini ya kiwango, uko kwenye roho ya umaskini. Hiyo ni roho ya umaskini na kutesa. Kinachokusumbua uko chini ya nini? Ya kiwango. Haleluya. Msume jirani yako, mwambie mhubiri akusemi wewe, anawaambia watu Arusha. Wewe una hizo tabia kabisa. Bwana asifiwe. Uko chini ya nini? Ya kiwango. Ukishaona tu na hayo maisha, elewa uko chini ya nini? Ya kiwango. Wewe umealikwa na mfalme, unaondoka pale umebeba magudulia ya maji. Unaona watu wapuzi. Yaani kuna mtu amekualika, yeye abebi maji, ameacha pale amekunywa nusu kaacha pale. Wewe unayo yote. Hebu nipe na hiyo ambayo haijatumika. Nipe na hiyo. Nipe na hiyo ambayo haijatumika. Nipe na hiyo. Unayabeba umeyakumbatia hivi. Uko chini ya kiwango, yani unasumbuliwa na roho ya umaskini standard gauge. Umesikia? Muulize wewe anayecheka, kwani wewe unabebaga? Haleluya. Unabebaga? Acha hiyo wewe. Acha. Bwana alishakuvusha. Unajuaje Bwana amekuvusha? Na ndio maana ulichangia 200,000.
Maana ulipochangia 200,000 ulishavuka kiwango cha kubeba vitu pale. Unachangia 1,500,000, umechangia 50,000, ulishavuka hicho kiwango cha kubeba vitu. Ninakushangaa kwa nini unabeba mpaka leo, na kiwango ulishavuka. Siku moja tumekaa kwenye harusi moja, nilisikia hasira. Baba kabisa, baba ana ndevu kama mimi, anamwambia mama jirani yake, naona kama chakula kimekushinda, hebu nipe niweke kwenye mfuko. Amekuja na Mariboro ile ya nylon ile. Nikamwambia unapelekea mbwa tukukusanyie na mengine? Akaniambia mbwa, hiki ndio kesho asubuhi, ndio breakfast ya kesho asubuhi, hebu leta na hicho. Akaniambia na chakula, nikampa. Baadaye nikaenda kumpa shule, nikamwambia wewe uko chini ya kiwango. Ulichangiaje harusi unashindwa kununua kuku nyumbani kwako? Hivi bei ya jogoo shilingi ngapi? Jogoo tu wa kawaida 30. Na singo kwenye harusi shilingi ngapi? 40. Sasa ungenunua kuku ujisunde tu uko nyumbani. Unaenda kubeba kuku za watu kwenye nani? Nyanyua mkono wa kulia, sema Bwana Yesu, nisaidie, kuanzia leo sitabeba vyakula tena kwenye maharusi. Shangazi wamekataa, wewe hauna, wewe nabeba. Haleluya! Msukume wewe jirani yako, mwambie hama hicho kiwango. Msukume tena, mwambie hama kwenye hicho kiwango cha mateso, hama. Haleluya! Bwana kuinua kwa jina la Bwana. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Haleluya! Utahama tu mwaka huu. Mimi nataka nikwambie maidi, haki unatuaibisha kama familia, na mimi ni familia yenu. Wewe unatuaibisha kwenye familia yetu. Leo nimewakamata hapa ambao hawako kwenye hilo eneo, labda wawili. Kamata sadaka yako, tuombe tutoke. Kuna mkesha baadaye, maombi yatafanyika usiku. Maombi tutafanya usiku. Kamata sadaka yako. Najua niliwaahidi leo tutaombea kitu fulani. Kamata sadaka yako. Mchungaji karibu, mchungaji kiongozi karibu, uje ombee sadaka. Na umempa mwinjilisti, njoo mwinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tuombea sadaka, tukumbushe kwamba baadaye tutakuwa na mkesha. Mungu akupe neema, barikiwa sekunde moja. Amen. Aliyokuwa asubuhi, mwalimu mzuri kwa hakika kufundisha baadaye. Hiyo ni surprise. Amen. Amen. Usipange kukosa. Haleluya. Sinakumbuka zile password. Wangapi wanataka kusikia? Tufike baadaye ili tuweze kupata ile password na tuweze kuomba pia. Haleluya. Lakini nafikiri kuna kitu kimekugusa hapa. Kwenda kwenye sherehe na kuchukua vile vipapatio. Haleluya. Tunachukua vile vipapatio. Ndio kujua watu wameokoka au namna gani kwenye chakula. Mungu atusaidie. Amen. Amini mmeokoka. Nawe kama ndio mkono kutoka hapo tutoke. Amen. Haleluya. Uweze kumtumikia mwenzi wako kipapatio cha kwenye harusi. Unasema nimemchukulia zawadi, sio kanunua. Amen. Haleluya. Shika sadaka yako tuweze kuomba. Mungu wetu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru kwa sababu ya neema hii kubwa ambayo umetupatia siku ya leo kufundisha kitu muhimu sana kwa ajili ya kutoka na ile roho ya fahamu ambayo inaturudisha nyuma na kutukwamisha kila siku.
tupe namna ya kutoka hapa ye Bwana. Tunatamani kuongezeka viwango, tunatamani kwa ushuhuda, tunatamani watu wanapotuona wakuone wewe Mungu ndani yetu, vile watakavyoona tunavyofanikiwa, vile watakavyoona namna ambavyo tunakuwakilisha wewe Mungu kama mabalozi mahali tulipo. Na mikononi mwetu tumeshika sadaka hizi ye Bwana, tunaomba Mungu zipokee, tunaomba Mungu zikawe manukato mbele za uso wako, utupe neema ya kurudi baadaye kutukesha mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, utukufu na heshima